Jinsi wakati ulivyopita, hasa baada ya uhuru wa nchi za Afrika Mashariki, urithi huu umesambaratika au urithi huu umepata doa, kwa maana kwamba ule muungano ambao ulikuwepo kabla ya uhuru na katika miaka ya mwanzo ya uhuru haupo tena kwa kina hicho. Katika karatasi hii tumechukua msimamo kuwa wana Kiswahili wa Afrika Mashariki hawajafaidi urithi wa kamati ya awali ya Kiswahili ya Afrika Mashariki kutokana na kupotea mwelekeo wa muundo, mwongozo na malengo ya awali ya kamati, na kwamba kuna haja ya dharura ya kudai upya urithi huu kwa kuweka mikakati rasmi ya kuhuisha utekelezaji wa majukumu ya kamati hii. Tunasema kwamba ijapokuwa kamati ilikuwepo, kamati ilifanya kazi nzuri, lakini jinsi miaka inavyozidi majukumu na malengo ya kamati yanakuwa hayashirikishi wadau wa mwanzo au wana Afrika Mashariki kikamilifu. Wana Kiswahili wa Afrika Mashariki hawajafaidi urithi wa kamati kutokana na kusambaratika kwa muundo, mwongozo na malengo ya awali ya kamati, na kwamba kuna haja ya dharura ya kudai upya urithi huu kwa kuweka mikakati rasmi ya kuhusisha utekelezaji wa awali wa kamati. Pengine sote tunafahamu historia ya kamati hii, ambayo kwa hakika ni kamati ilikuwa na sifa zake miongoni mwa kamati nyingi za lugha ulimwenguni, kwa sababu iliweza kuweka misingi ya Kiswahili kimoja, ikaweza kubainisha Waswahili na Kiswahili katika kusanifisha Kiswahili. Pengine tutaelewa tu kwa kupitia kwa haraka historia ya kamati hii ili tuweze kuona ni wapi mvua ilipoanza kutunyeshea. Tunajua kwamba kamati ilianza rasmi mwaka 1930 na ilianzishwa kule Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni katika kufuatilia mapendekezo ya mkutano wa mwaka 1925 ambao uliamua kwamba kuwe na kamati hii, na katibu mkuu wa kwanza akawa huyu Frederick Johnson, na jukumu la kimsingi la kamati likiwa ni kusanifisha Kiswahili, na ikiwa ni pamoja na kuweka sawa orthografia, msamiati na sarufi. Jana tumekuwa na masuala ya noma na kitambulisho. Nikasikia umahiri na shahada ya umahiri, na nikasikia vile vile shahada ya masters katika Kiingereza ikiitwa jina lingine tena katika Kenya. Sasa nikajiuliza, kama malengo haya ya Kiswahili ya awali, kama tulikuwa tumesanifisha Kiswahili, kwa nini tungekuwa na mambo haya yote? Tunajua kwamba kamati ilikuwa na jukumu la kiuelekezi. Katika isimu tunajua tuna mielekeo miwili. Mwelekeo wa kiuelekezi unaonyesha kwamba ni sharti kuwe na kanuni fulani katika matumizi ya lugha. Hatuwezi tu kusema lugha kiholela, kila mtu anakuwa na njia yake ya kusema. Ndio wanakamati hawa wakiongezwa na kina Frederick Johnson wakaonelea kwamba lazima ni muhimu tuwe na jinsi moja kuelekeza kanuni za usanifishaji wa lugha. Kamati hii ilitambulisha Kiswahili kama lugha moja katika Afrika Mashariki, licha ya kuwepo kwa lahaja, lafudhi na sajili nyingi za kimatumizi. Na ndio sababu miaka hii mingi baadaye bado tunasikia kwamba kuna nyinyi mnasema hivi na sisi tunasema vile, na hilo ndilo lilotutia mshawasha kujiuliza ni kwa nini bado tuko pale. Kwa nini bado tuko pale? Tunasema kwamba ni kama kuna viswahili sanifu kadhaa, na hatuwezi kuwa na lugha sanifu mbili, sharti iwe ni lugha sanifu moja. Makao ya kamati yalianza Dar es Salaam miaka hiyo ya 30 hadi 42, Nairobi mwaka 42 hadi 52,
Makerere Uganda 52, Mombasa 62 63 pale, na baadaye akahamia Dar es Salaam kutokea mwaka 63 na kuendelea. Hii ni miaka tu ya kihistoria, lakini inaashiria kwamba mwanzo kabisa kulikuwa na ushirikiano wa kidhati, kulikuwa na ushirikiano mkamilifu uliohusisha nchi hizi zote. Lakini baada ya uhuru manyunyu yakaanza. Tuseme kwa mfano hayakuhamia Zanzibar. Nilisahau kukuambieni kwamba hayakuhamia Zanzibar, ijapokuwa kwa sababu wakati ule serikali ya muungano ikianza ikiwa Dar es Salaam vile vile inaashiria kwamba ilikuwa Zanzibar. Inabidi tutambue kwamba kuhamishiwa kwa makao kutoka nchi moja hadi nyingine kuliashiria umiliki ambao tunaita urithi wa pamoja wa kamati na hizi nchi za Afrika Mashariki. Kule kuwepo tu kwamba makao yanahamia huku kwenda kule. Samahani. Baada ya uhuru, jina la kamati ya kimaeneo Interterritorial Language Swahili Committee ilibadilika na kuwa kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, na majukumu yakabaki ni yale yale: usanifishaji na uchunguzi wa Kiswahili katika Afrika Mashariki. Kamati ilitimiza majukumu yake katika taasisi iliyojulikana kama Chuo cha Uchunguzi wa Kiswahili Dar es Salaam. Wakati kamati ya mwanzo wakati tulipoanza kupata uhuru wa Afrika Mashariki, kamati hii ya wanakamati wa mwanzo wa kamati ya Afrika Mashariki walijipata wakiwa katika chuo fulani katika jiji la Dar es Salaam kilichokuwa kinaitwa Chuo cha Uchunguzi wa Kiswahili, na chuo hicho kilianzishwa na baadhi ya wafanyakazi wa kamati kama vile Profesa Whiteley na JWT Allen. Unaona kwamba ijapokuwa ni wazungu ambao wanafanya kazi hii, lakini wanafanya kazi kama Afrika Mashariki. Halafu baadaye wakati wa uhuru mwaka 64, nyakati hizo, wakati nchi za Afrika Mashariki zikipata uhuru moja baada ya nyingine, kamati ilihamia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kumbuka wanakamati sasa wako katika chuo cha Kiswahili cha Afrika Mashariki na wakahamia katika chuo kikuu kishiriki cha Dar es Salaam. Wakati ule tukiwa na chuo kikuu kimoja Afrika Mashariki, kikiwa ni chuo cha Afrika Mashariki, lakini kikiwa na vyuo vishiriki vitatu: Makerere, Nairobi na Dar es Salaam. Sasa ikawa kamati inahamia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bado iko Afrika Mashariki kwa sababu chuo kikuu kishiriki cha Dar es Salaam ni kitengo cha chuo kikuu cha Afrika Mashariki, na ikawa taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili. Sababu za kuhamishwa kwa chuo cha uchunguzi wa Kiswahili hadi kuwa katika chuo kikuu kishiriki cha Dar es Salaam zilikuwa zifuatazo, na ni muhimu tuziangalie: kwamba kuwepo kwa mandhari ya kiakademia ambayo yalifaa kwa utafiti wa kisayansi kuhusu lugha. Wazo zuri kabisa, kwa sababu kama nilivyokuwa ninadadisi nazungumza na wale waliokuwepo wakati ule, waliniambia kwamba chuo hiki kilikuwa katika chumba fulani jijini Dar es Salaam mbali, ambapo hawangeweza kuwa na nafasi ya kufanya utafiti katika mandhari, katika mazingara yale ya kiusomi. Sababu ya pili ilikuwa ni uwezekano wa uhusiano wa karibu na watafiti wengine na wageni wasomi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kweli kabisa, ukiwa katika chuo kikuu bila shaka utatangamana, utaingiliana, utahusiana na wasomi wengi ambao wanakutana mle chuoni, na hii bila shaka ingefaidi kamati. Pia kulikuwa na urahisi wa kutafuta fedha za kukiendesha kichuo au kuendesha kamati, na pia kupata hela za utafiti kupitia mifumo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam.
pengine wakati ule vyuo vikuu vilikuwa vinasaidia. Sasa hivi tumeambiwa inakuwa ni ghali zaidi kuwa na kongamano la kiusomi katika chuo kikuu kuliko kuwa kuna hotelini. Pengine wakati ule mambo yalikuwa tofauti, walikuwa wanaweza kupata hela kwa urahisi. Lakini tukumbuke kwamba awali tutaona kwamba chuo hiki au kamati hii ilikuwa inachangiwa inachangiwa na nchi wanachama, na tutaona baadaye kwamba baadhi ya nchi kama Uganda iliacha mwaka 61, Kenya ikaacha mwaka 74, walikuwa wanachangia. Lakini huku kwenda katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pengine kulisaidia kuziba pengo hilo. Kwa hivyo sababu nyingine ikatolewa kuwa chuo au kamati ingefaidi. Tunaposema chuo, fikiria kwamba chuo hiki ndicho kimebeba kamati. Kingefaidi kutokana na kuwepo katika chuo kupitia chuo kikuu cha Dar es Salaam, kupitia mafunzo ya watafiti wake na fedha nyingine za utafiti zilizopatikana. Tunajua kutokana na historia ya TUKI haya yametokea, haya yamefanyika. Watafiti wa kamati wangeweza kufaidi, nimeweka UDSM kama ni ufupi wa University of Dar es Salaam. Nikiweka UDSM inamaanisha University of Dar es Salaam, katika kufundisha na kukuza malighafi ya kutumiwa katika kufundisha lugha pale chuoni. Na tunajua tumekuwa na majarida kama Kiswahili, tumekuwa na majarida tu ambayo yametoka pale. La muhimu ni kwamba wakati kamati ilihamia chuo kikuu cha Dar es Salaam, malengo ya TUKI yalibaki kuwa ni yale yale ya kamati. Hivi kwamba inakuwa TUKI inarithi kamati kwa niaba ya wamiliki wa kamati ile ambao ni wana Afrika Mashariki. Ikawa TUKI ni mlezi na si mwenye kamati, ni mlezi wa kamati kwa niaba ya Afrika Mashariki. Sasa uwakilishi wa TUKI ilikuwa na uwakilishi kutoka nchi zote za Afrika Mashariki. Mwanzoni TUKI ilikuwa na uwakilishi kutoka nchi zote za Afrika Mashariki, na nilisema kuwa michango ilitoka katika nchi zote za Afrika Mashariki. Kenya ilichangia hadi mwaka 74 na Uganda hadi mwaka 61 tangu mwanzo. Lakini hebu tuseme hapa, tuweke wazi kwamba ukiwa unaanzisha biashara, una mtaji wa kwanza, ile hela ya kwanza biashara, ile Waingereza wanasema shares. Ikiwa ulitoa zile shares za mwanzo za kuanzisha kampuni, madeni na faida yoyote ambayo itatokana na kampuni ile, wewe utapata kulingana na share yako au kulingana na mgao wako katika kampuni ile. Kwa hivyo licha ya kwamba Kenya, Uganda na Tanzania au Kenya na Uganda waliacha kutoa michango wakati huu, lakini urithi bado ulikuwa walikuwa na haki ya urithi wa kamati ile. Tuseme pengine baadaye kwamba Tanzania walisaidia sana katika kuhakikisha kwamba kamati inaendelea. So kwa hivyo tangu mwanzo wakurugenzi wote walitoka Tanzania. Nilijaribu kuangalia nijue kama baadaye pengine hata kama hakuna mchango kiutawala au kiusomi, nchi nyingine zilihusishwa vipi, na tukatambua kwamba tangu mwanzo wakurugenzi wote walitoka Tanzania. Na kwa kuwa kwamba sasa uongozi wote unatoka Tanzania, ule utambulisho wa wale wa kamati kuwa ni kamati ya Afrika Mashariki ukaanza kudidimia. Kamati ikawa sasa inaelekea Tanzania kuliko ilivyo katika nchi zingine. Nakumbuka wakati mmoja tukifanya mahojiano, tulikuwa tumeambiwa kwamba huwezi mahojiano ya kupandishwa cheo chuoni, huwezi kupandishwa cheo kama hukuandika
hukuchapisha katika majarida muhimu ya ulimwengu, si haya ya Afrika. Na nakumbuka nikiwaambia kwamba huwezi kusema kwamba Kiswahili, jarida la Kiswahili ni jarida la hivi la Afrika, kwa sababu hakuna jarida linaloshinda lile la Kiswahili kuhusu kuhusu Kiswahili na mambo yanayohusu Kiswahili. Kwa hivyo utambulisho wa awali wa kamati ulianza kudidimia, ijapokuwa majarida yalichapishwa pale, lakini kuhusishwa kwa wataalamu wengine katika Afrika Mashariki kulipungua. Tuliona kwamba kamati iliendelea, TUKI iliendelea ikihusisha wana Afrika Mashariki kwa namna moja na nyingine, lakini kampuni inapobadilika umiliki kutoka kwa mmiliki huyu hadi mmiliki mwingine, lazima kuwe na mikataba ya kuhamisha kampuni hii kutoka huku kwenda huku, na unaangalia ni shares gani, ni nini kilicho katika kampuni ile, faida zetu ni zipi, hasara zetu ni zipi, malighafi yetu ni yapi na kadhalika. Na mojawapo ya kile ambacho idara ya lugha inayohusika na lugha katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ilichokuwa inabebea wana Afrika Mashariki ni TUKI. Na tunaona kwamba kwa namna fulani TATAKI ikaanzishwa kwa malengo na misingi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na kitanzania. Lakini je, ile element, kile kitengo cha TUKI kiliendaje? Kwa hivyo nilihakikisha jana kwamba TATAKI ilianza mwaka 2009 na kwa kuwa kwamba TATAKI imeundwa upya, TUKI ikapotelea mle ndani. Kulingana na wavuti wa TATAKI, sijui ni wavuti ya TATAKI, malengo ya TATAKI ni ya kitanzania na wala si Afrika Mashariki, ijapokuwa kama wataalam it's a university studium general, ni chuo kikuu kinahusisha na mambo ya kilimwengu, lakini kiutawala ni ya Tanzania na si Afrika Mashariki. Pale wavutini wameandika kwamba TATAKI ni taasisi, na nanukuu moja kwa moja, ya mafunzo na utafiti ambayo imetwikwa majukumu ya kufundisha na kutafitia nyanja zote za lugha, fasihi na utamaduni wa Kiswahili, hasa kwa lengo la kuchangia katika mipango ya sasa na ya baadaye ya ukuzaji wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na serikali ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo inatakiwa kuwa, kwa sababu mtu ambaye anawalipia na wako katika katika nchi yao, hivyo ndivyo inavyostahili kuwa. Hata kama ingekuwa hapa tungesema vile vile. Lakini swala letu ni je, TUKI yetu iko wapi? Hii inaashiria kuwa TATAKI haina nia ya kutekeleza majukumu ya Afrika Mashariki kama ilivyokuwa nia ya kamati, na kwa kiasi fulani kama ilivyokuwa nia ya TUKI. Kwa hivyo tunasema asanteni sana kwa yote ambayo umetufanyia kama TUKI. Lakini kwa sasa inaelekea mnasonga zaidi kwa mambo yenu, na hamtupi nafasi sisi pia tuseme ni nini ambacho tungehitaji kujua kuhusu, au ni nini ambacho tunataka au tungependelea kuhusu. Hata kama tuliacha zamani, lile gofu tuliliacha, tunataka kujua liko vipi na tunaweza kuliinua vipi. Wadau wa Kiswahili Afrika Mashariki tunaonelea kama wangeshauriwa wakati wa kuunda TATAKI ili waamue hatima ya majukumu ya TUKI yalivyoathiriwa ilivyorithiwa kutoka kwa kamati. Na kama tungeikuza hivi leo hatungekuwa na noma na kitambulisho. Mojapo wa maeneo ambayo tumeona kwamba ule muumano na uwiano wa kamati ulipotoka kidogo ni katika usanifishaji. Na
tukaona kwamba kama tulivyosema, lengo kuu la kamati lilikuwa ni kusanifisha Kiswahili ili kuwe na namna moja rasmi ya kusema na kukiandika Kiswahili. Basi kupitia usanifishaji tunapata kamusi. Hivi leo jana nilikuwa naangalia pale nje, unaona kuna kampuni moja hapa ina kamusi yake. Kando yake kuna taasisi nyingine ina kamusi yake. Kutokana na ufahamu wangu unapata kwamba kuna watu binafsi ambao wanaandika kamusi ambayo ni ya lugha sanifu. Hata Kiingereza ambacho kimekuwa kwa miaka mamia ya miaka, wanajua kwamba ukitaka kufahamu kwa namna ya sanifu ya Kiingereza kuna kamusi fulani. Lakini sisi tumekuwa na kamusi nyingi tu, lakini kama tuna ile moja yetu, kama Oxford Dictionary yetu ni ya TUKI au ni ile ya kamati, je, imefanywa kwa namna inavyofaa hivi kwamba hatuna mgogoro wowote? Kamati ilisanifisha na kuunda kamusi kwa kufuata misingi ya kitaaluma na mwongozo ambao ilijitengenezea yenyewe kwa ushirikiano wa wataalamu wa nchi zote 3 za Afrika Mashariki. Kwa hivyo tangu mwanzo tuliweka misingi na ilibidi tukuze kamusi yetu katika misingi yetu. Maazimio yote ya kamati yalihifadhiwa katika maandishi yaliyotokana na kazi za kamati. Nadhani maazimio haya yote na kazi zote za kamati ambazo zilihifadhiwa na TUKI bado ni mali yetu. Tunawashukuru kwa kutuwekea, lakini tungetaka kujua maazimio haya, kazi hizi zote ambazo zilifanywa na kamati zinatuchangia vipi. Mazao ya kamati yalikuwa ni pamoja na kamusi ya Kiswahili ya Johnson. Hii ilichapishwa na Sheldon Press na mahariri wake akawa ni Frederick Johnson. Sasa angalia hapa, baadaye tutaona sasa hivi tukiendelea kumalizia, tutaona utapata kuna mahariri, kuna mchapishaji na kuna kamati. Na kile ambacho mwasilishi mmoja wa jana, nafikiri ni Daktari Mkudhuria, akizungumza juu ya haki miliki, tutajiuliza haki miliki hii ni ya kamati, ni ya Sheldon Press ama ni ya Johnson? Tuna kamusi za Standard English na Standard Swahili English. Nadhani hata ninapofanya kazi zangu mimi hutumia hizi. Za baadaye zinachanganya tu. Hizi huwa zilikuwa ni kazi wazi sana. Mhariri wake akiwa Radcliffe, aliyekuwa mhariri wa kamati kutoka Kenya. Na katika kutunga kamusi, kamati walizingatia hizo kanuni walizokubaliana, ambazo ni hizo ambazo tumeziorodhesha pale naitwaje? Si ubao. Hizo ambazo tumeziorodhesha, kwa mfano kuweka maneno yote ya Kiarabu na ya kigeni katika muundo wa maneno ya Kibantu na kadhalika. Muhimu ni kwamba kulikuwa na kanuni ambazo walifuata. Utumizi wa kanuni hizi ulihakikisha kwamba utata unaoweza kujitokeza umeondoshwa au kupunguzwa kadri iwezekanavyo. Na katika mwaka 2012 bado tuna kitambulisho na noma. Tunaona kwa kiasi fulani, na tunaomba radhi kama tunakuwa akali kidogo, tunaona kwa kiasi fulani tukilikiuka kanuni za kamati, kwamba TUKI hawakufuata kanuni hizi kikamilifu, na pia walipuuza mchango wa baadhi ya wataalam na wadau wengine wa Afrika Mashariki. Tunasema kwamba walikuwa wakialika kwa mfano Profesa Mohamed Abdelaziz kwenda pale chuoni kusaidia katika utunzi wa kamusi hii. Je, alichukuliwa kama mshiriki wa sawa na wengine, ama alichukuliwa kama mchangiaji? Tutatafuta mchango katika nchi, lakini TUKI yenyewe au chuo pale Dar es Salaam kikaandika kamusi yenyewe. Tunaona kwamba mchango ulipuuzwa. Kwa mfano
Katika kongamano la Kibaha Tanzania lilofanyika Kibaha Tanzania kudurusu kamusi sanifu ya Kiswahili ya kwanza, mwasilishi wa kwanza Profesa Ireri Mbaabu alizua swala la kukanganya ya jinsi ambavyo kamusi ya kwanza ilikanganya watumizi wa kamusi kuhusu ni neno lipi sarufi na ni lipi lisilokuwa sanifu. Kwa mfano, kamusi ile iliamua neno liwe kamusi sanifu inaamua neno liwe ama dazeni au darzeni, Disemba au Disemba, na pirika pirika au pirika pirika. Vida hivi vyote haviwezi kuwa sanifu. Lazima kuna namna moja. Kamusi ya pili ya Kiswahili sanifu ingali na vida hizo potofu, kama vile asante badala ya asante, fikra badala ya fikira, balaghe badala ya balehe, baibui badala ya buibui na kadhalika. Ni kwa nini tunasema ni vida hizo potofu? Kwa sababu tunaangalia zile kanuni ambazo ziliwekwa na waasisi wa kamati. Katika uandishi wa kamusi sharti kuwe na kanuni, na kanuni zile si za kuwekwa maktabani, ni za kufuatwa. Sasa je, baada ya kusema haya yote na tunadai kwamba tuki ni yetu kwa namna gani, na tunaweza kudai urithi huu kwa namna gani? Msimamo ni kwamba hakimiliki za Kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki zimevunjwa na TUKI. Swala zima la hakimiliki ni swala tata linalohitaji makini na utaalamu wa kisheria, na profesa na mimi hapa hatuwezi kudai tunafahamu. Lakini tuna kitu ambacho tunafikiria, kuna haki miliki ya kimaadili, moral intellectual rights. It does not need, sio lazima iwe imeandikwa mahala fulani, lakini unajua kwamba kile ni chetu. Kenya siku hizi kila mtu, hata mtoto mdogo akinyimwa maziwa anasema haki yetu. Lakini sasa ilivyo ni kwamba sisi tunataka kujua haki yetu iko wapi. Shirika la haki miliki la ulimwengu, World Intellectual Property Rights Organization, lasema kwamba haki miliki ni haki zinazopewa mtu juu ya uvumbuzi wake wa kiakili. Pia haki za kimaadili, yani moral rights, zile ambazo nimezitaja, wamezitaja pale, za kudai umiliki wa kazi na haki ya kupinga ubadilishwaji wa kazi ambao huenda ukaathiri sifa ya mmiliki. TUKI wakipata sifa ni yetu sote. TUKI wakishutumiwa, shutuma ni yetu sote. Ndivyo hii haki miliki ya kimaadili inasema. Haki miliki humpa mvumbuzi haki za kibinafsi juu ya uvumbuzi wake kwa kipindi fulani cha wakati. WIPO, YIWPO wanasema kwamba ni miaka 50, lakini nchi baada ya kifo cha mwenye haki miliki, lakini nchi zingine zinaweza kuweka miaka 20, inategemea nchi gani. Lakini kama nchi fulani haijaweka kipindi kile, tunafuata ile ya World Intellectual Property Rights Organization. Mvumbuzi pamoja na warithi wake kwa pamoja wanaitwa wamiliki haki. Sijui kama tafsiri yangu ni sawa, yetu ni sawa, rights holders. Hapa mmiliki haki ni katika muktadha huu wa wasilisho hili. Sisi tunaonelea kwamba mwenye haki miliki ni kamati pamoja na warithi wake. Sasa shida hapa ni kwamba tunajua kabisa TUKI ilikuwa mrithi wa halali kabisa, lakini baadaye ni nini kilitokea pale? Kimaadili, wamiliki haki halisi wa kamati ni wadau wote wanaohusika na maendeleo na utafiti wa Kiswahili katika Afrika Mashariki. Na wanakamati wa KKA au wa kamati walikuwa ni washikilizi tu. Wale ni wafanya kazi wetu. Wakiondoka si kwamba kamati imeondoka.
bado kamati iko pale pale na wamiliki haki ambao ni sisi tungalipo, wasomi wa Afrika Mashariki na wapenzi na wa lugha ya Kiswahili. Haki za umiliki wa kamati zitahusisha, kwa hivyo kulingana na vile ambavyo tumeeleza kwamba haki miliki ya kunakili inalinda haki za waandishi wa vitabu na haki wa kazi za kisanaa kama vile vitabu, maandishi mengine, nyimbo, michoro, sanaa za uchongaji, programu za kompyuta na filamu na kadhalika. Sasa katika muktadha huo ni haki miliki za kamati ni zipi? Zinahusisha maandishi, machapisho, ripoti za utafiti, Kiswahili, majarida ambayo moja kwa moja yanatokana na TUKI, miswada ya maandishi ya kale iliyokusanywa na kamati. Wakati fulani nimepitia tu pale Dar es Salaam nikitoka mahala pengine, tukiwa na marehemu Mgulu na nikamuuliza Mgulu, TUKI kwa wapi? Akaniambia iko mahala, hatukwenda, akaniambia lakini wanaweka vitu vyao pale mahala fulani. Sasa nikasema miswada yetu iko poa. Miswada ambayo ilikusanywa wakati ule iko sawa sawa. Haki miliki pia inaweza kupewa wazo. Na hii ni muhimu, wazo. Mradi tu wazo liwe linaweza kutumiwa kutatua tatizo la kijamii. Kila mtu ana wazo lake, lakini unapoenda katika shirika la hakimiliki la kuhifadhi hakimiliki, lazima uambie wazo lako linatatua tatizo lipi katika jamii ipi kwa namna fulani, namna ipi. Na tunasema kwamba kamati ilizua mawazo kuhusu kanuni za usanifishaji wa Kiswahili ambazo ilitumia katika kuunda kamusi za awali za Kiswahili sanifu. Mawazo haya yapo, ni haki miliki ya kamati na hayapaswi kuvunjwa. Labda kamati iyabadilishe yenyewe kwa namna ambayo wadau wote wanakubaliana. Kanuni hizi ni zao na haki ya kamati na zinapaswa kuheshimiwa na kufuatwa na warithi wa kamati. TUKI, mrithi wa kamati, kwa maoni yetu tunaona kwamba kidogo hawakutii haki hizi kikamilifu. Pengine sentensi hiyo ni kali kidogo, lakini kwa kiasi fulani hawakutii haki hii kwa vile hawakufuata. Tumeona katika kamusi ya Kiswahili ya pili bado kuna matatizo yale, lakini nasisitiza hatuvunji kazi nzuri ambayo TUKI imefanya. Ili wazo au kazi ya kiuvumbuzi iweze kupewa haki miliki, ni sharti isajiliwe kisheria katika idara zinazoidhinisha kisheria, au samahani, tumerudia pale, kusajilisha haki miliki kama vile World Intellectual Property Rights, ARIPO ambayo ni shirika linalohusika na haki miliki Afrika, na Kenya, kwa mfano Kenya Intellectual Property Rights. Katika vyuo, najua hapa chuo chetu cha Kenyatta tuko na sera ya haki miliki. Ukifanya kazi hapa chuoni, utafuata sera, utafanya nini ili kazi yako ile iweze kusajiliwa kama hakimiliki yako na shirika la KIPI na WIPO. Mashirika maalum kama vile vikuu, kama vile nilivyosema, na taasisi za utafiti huweza kuunda sera ya haki miliki katika mashirika yao. Sijui haki miliki ya TUKI itakuwa wapi. Ni kulingana na sera ya chuo kikuu cha Dar es Salaam au chuo kikuu cha Afrika Mashariki, ambapo ndipo mwanzo TUKI ilikuwa na kama chuo kikuu cha Afrika Mashariki kilipovunjiliwa mbali na tukawa na hivi vyuo huru vitatu, ni nini kilitokea kuhusu haki miliki iliyotokana na chuo kile? Je, machapisho na miswada iliyokusanywa na ripoti za utafiti zilizotokana na kazi ya kamati zilisajiliwa? Ndio sababu tulikuwa tunajiuliza na profesa hapa, haki miliki hapa kwa mfano ya kamusi ni ya nani kati ya hawa? Lakini sheria ya haki miliki inasema kwamba mwenye haki miliki
anaweza kwa kupenda kwake kisheria, kwa kuidhini yake, kuhamisha kiasi fulani cha hakimiliki kwa minajili ya machapisho, kwa sababu ya machapisho, kwa sababu ya maigizo. Kwa mfano, kama wewe uko na kazi, wewe ni mwandishi wa mchezo fulani, unaweza kisheria kuhamisha haki yako kwa shirika fulani la utangazaji liweze kutangaza, lakini haki ya kimsingi inabaki na wewe mwenye kazi ya mwanzo. Ni nani mwenye haki miliki halali ya kazi za kamati? Kwingi utaona tunawacha maswali kwa sababu majibu yako katika wadau ambao ni sisi ambao tumeketi hapa. Sisi tunasema kwamba je, ni wahariri na kadhalika kama nilivyouliza, je, ni wachapishaji? Maoni yetu ni kwamba hawa si wamiliki. Haki miliki inabaki na kamati na warithi wake. Je, TUKI walikuwa na haki miliki tofauti na ile ya kamati? Sasa hilo ni swali ambalo tungependa kuendelea kujiuliza, kwa sababu kulingana na mkataba au kulingana na sera iliyounda TUKI, hatujui sera ile ilikuwaje, lakini katika chuo, lakini kwetu sisi tunafahamu kwamba kulikuwa na kamati ambayo ilirithiwa na TUKI. Chochote kitakachotokea pale, tutasema vile vijana wanasema, hatutaki kujua, tunataka kujua haki yetu. Walikuwa ni warithi wa kamati. TUKI walikuwa ni warithi wa kamati, lakini walivunja baadhi ya hakimiliki walizorithi kutoka kwa kamati, kama vile kutofuata kikamilifu kanuni za utunzi wa kamusi zilizowekwa na kamati. Hatutaki kutaja haki nyingine za kisheria tusije tukashtakiwa. Hatutaki kutaja haki nyingine za kisheria ambazo si wazi, ambazo tunazielewa kimaadili, morally, lakini kisheria lazima tuweze kuzitambua na kadhalika. Nakumbuka hawa ni washiriki, TUKI ni washiriki au ni kundi la wataalamu ambalo limesaidia sana Kiswahili. Nadhani ukitoa TUKI katika maendeleo ya Kiswahili Afrika Mashariki, tutabaki na wazi mkubwa sana ambao itakuwa ni vigumu pengine kujengelea, lakini tunasema mmefanya vizuri. Lakini TUKI pia wamesaliti urithi huu kwa kuachia tataki ambao si warithi halali wa kamati, na tutawachia hilo hapo, tumelieleza kikamilifu. Sasa sisi tunasema kwamba kamati ni kama imekufa, ni wakati umefika wa kuweza kuifufua. Wakati umefika wa kuweza kuifufua kamati. Kuifufua kamati kwa namna ile ile ya mwanzo. Kuifufua kamati kwa namna ile ile ambayo ilikuwa nyakati za Johnson, nyakati za Mhina wetu, nyakati za kabla ya kuingia katika TUKI. Kwa hivyo ushirikiano katika utafiti, usanifishaji na ukuzaji wa Kiswahili ulioasisiwa na kamati iliyohusisha nchi zote za Afrika Mashariki uko mautini kutokana na kutozingatiwa kwa malengo na uturathi zake na warithi wa kamati kama TUKI. TUKI ilijitaifisha na kuacha majukumu yake kwa tataki ambao si warithi halali wake yeye, tumesema. Sasa wakati umefika wa kuhusisha kazi ya kamati kwa kujenga upya kazi ya kamati kwa kuzingatia hali ya sasa ya Afrika Mashariki. Uchunguzi, utafiti na uhifadhi wa miswada ya Kiswahili udaiwe na uhamishwa rasmi kutoka kwa TUKI na mrithi wake tataki. Uwekwa katika mikono ya shirika halali linalohusisha nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa maoni yetu, Baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki ndilo shirika ambalo tunadhani au ndilo kundi la wataalamu au ndilo kundi la kisheria ambalo tunadhani linafaa zaidi kuchukua nafasi ile ya kamati ya mwanzoni. Isichukuliwe tu kwamba itatokea. Haitatokea kama hatuhakikishi kwamba imetokea.
Ni kwa sababu Bakama imo njiani kuundwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulipokuwa tunaangalia katika wavuti wa Afrika Mashariki, tuliona kwamba tayari mswada wa kisheria wa katiba umepelekwa kwa kamati zinazohusika. Umepelekwa katika kamati zinazohusika za kisheria ili ziweze kupatia ile katiba muundo wa kirasmi wa kisheria utakaokubalika na kamati ya mawaziri ambao lazima waratibu waipitishe ule mswada. Na kama nilivyosema, mswada wa katiba ya Bakama uko tayari na umewasilishwa kwa kamati husika. Sasa Bakama, Baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki, mswada huu na hakika wakereketwa wanaharakati wa lugha kama mimi tunajiuliza nani aliandika, na mimi hakuja kuniuliza. Na mimi ni mtaalamu kwa kiasi changu kidogo cha Kiswahili, na profesa ni mtaalamu wa kiasi chake. Tumekuja kufahamu kwamba kuna watu kutoka nchi zote, wataalamu kutoka nchi zote waliohusika. Profesa mmoja yuko hapa, nafikiri Profesa Kimani wa Njogu, nafikiri alihusika. Kwa hivyo tunapendekeza kamati ya mpito, kile Waingereza wanasema bureaucracy. Unaona, mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kidogo yanapigwa breki kila mara. Kitu fulani kikiendelea kufanyika, unakuta nchi fulani inapiga breki kila mara. Tutangojea mpaka wanasiasa mpaka wanasiasa wachukue muda wao, lakini sisi tunapendekeza tuwe na kamati ya mpito ambayo itadai. I'm sorry kama samahani kama natumia maneno makali kama kudai. Hakuna mtu ambaye ana deni letu. TUKI na TATAKI pia ni wadau halali wa urithi huu, na inapaswa harakati hii ifanywe kwa uangalifu sana, isije ikaleta mgongano usiofaa, isije ikaleta mgongano kati ya wanataaluma wa Afrika Mashariki. Yule ambaye ametufanyia vizuri tumshukuru, na tumwambie pia hapa tungenyoosha kidogo. Mwisho, TATAKI haina haki kumiliki TUKI, kwani nchi za Afrika Mashariki hazikuhusishwa. Mwisho, kamati irudishiwe kwa Afrika Mashariki. Mwisho, uundwaji wa Bakama uharakishwe. Kamusi mpya ya Kiswahili sanifu iandikwe na Bakama, kwani ya sasa haikufuata kanuni zilizowekwa. Hata kama ni kipengele kimoja, hata kama ni kidahizo kimoja, kitumio kimoja hatukubaliani, basi haifai, because it is prescriptive, not descriptive. We must prescribe, iwe ni namna moja. Kwa niaba ya Profesa Irene Mbabu, nashukuru kwa kunisikiliza. Kwa hakika TUKI imefanya kazi nzuri sana katika kukuza Kiswahili, na niliyasema hayo katika makala yangu iliyochapishwa katika toleo la Jubilee. Na kwa maoni yangu ni kwamba tatizo la Kiingereza ambalo liko Tanzania latokana na kufaulu kwa TUKI, kwamba Kiswahili, TUKI imeeneza Kiswahili, TUKI imekuza Kiswahili mpaka Kiingereza kikafifia. Na baada ya Kiingereza kukufifia, Tanzania wanataka kukifufua. Sasa wale wanaotaka kukifufua wanaonelea kwamba, na labda hii ndiyo tatizo, hata labda TATAKI wenyewe hawaelewi sababu ya kuondoa TUKI. Labda hii ni mojawapo ya sababu. Kiswahili kilifaulu sana Tanzania mpaka ikabidi rais wa kwanza wa Tanzania marehemu Mwalimu Julius Nyerere aseme kwamba muelewe kwamba Kiingereza ni Kiswahili cha ulimwengu. Kiingereza ni Kiswahili cha ulimwengu, yani msipoteze Kiingereza. Lakini kupitia TUKI Kiswahili kilifaulu sana Tanzania mpaka Kiingereza kikafifia. Kuhusu jambo ambalo tunatilia mkazo hapa ni suala hilo la usanifishaji. TUKI ilikuwa na, kwa kuwa
kama Dr. Karanja alivyotaja, Uganda ilisitisha mchango wake mwaka wa 61, lakini Kenya iliendelea kuchangia TUKI kutoka mwanzo, ikiwa chuo cha uchunguzi wa Kiswahili, hadi mwaka wa 74. Kwa hivyo walioendelea kuchangia TUKI walikuwa ni Kenya na Tanzania. Na kwa hakika kama ninakumbuka vizuri, hata mchango wa Kenya ulikuwa umezidi wa Tanzania hapo mwanzo. Vile vile jambo lingine ni kuhusu Radcliffe ambaye alihariri kamusi mbili za Swahili English Dictionary na English Swahili Dictionary. Huyo Radcliffe mwanzo ndio walikuwa wanawaita readers. Alikuwa mhariri wa vitabu na makala za TUKI za kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki kutoka Kenya. Lakini baadaye Radcliffe ambaye alikuwa kasisi, alichukua nafasi ya katibu wa kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki baada ya kifo cha Frederick Johnson. Kwa mawazo yangu ni kwamba swala hili lingechapishwa, hii makala ni swala la kitaaluma na ijibiwe kitaaluma. Ichapishwe kitaaluma katika jarida lote lile, alafu ijibiwe kitaaluma kusudi mjadala wa kitaaluma uweze kuendelea. Ninamfahamu Profesa Irene Mbabu na msimamo wake. Amebadilika kidogo leo kwa sababu kila wakati akisema kwamba TUKI si mrithi wa kamati ya lugha ya Afrika Mashariki. Sikumjua Dr. Karanja, nimemfahamu leo pia. Lakini nataka niseme kwa kifupi mambo mawili au matatu. Na nasema ni kwa kifupi kwa sababu ninadhani hatuwezi kuitendea haki mada kama hii ambayo ni muhimu kabisa kwa muda mfupi. Hii inatakiwa kuwa ni jopo la peke yake. Kwanza kuna vitu ambavyo vimeachwa ama kwa makusudi ama kwa kutojua. Na mimi ningependa hivi vitu nivigusie tu kwa haraka. Kwanza, kubadilika kwa jina kuna maana yake kubwa sana. Kamati ilivyoanza haikuanza kama kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Ukiangalia historia ya kamati, ilikuwa ni kamati ya lugha ya Afrika Mashariki. Ikabadilishwa kuwa kamati ya lugha ya Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu mbalimbali ambazo wamezimelezwa. Sina muda wa kueleza mambo yote, lakini nataka niwaeleze kuhusu kubadilika kwa jina. Ikawa ni kamati ya lugha kwanza, lakini katika majadiliano marefu ndio wakasema hatusemi lugha tu, tunataka lugha ya Kiswahili. Na sio kwamba TUKI ilianza mwaka 64. Chuo cha uchunguzi wa Kiswahili ilikuwapo mpaka mwaka wa 70. Na kutokea mwaka wa 70, Sheikh Abdulatif Abdalla yuko hapa, ndipo taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili ikaanza kwa sababu maalum. Kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kilianza kujitegemea toka kati mwaka 70 kwa sheria mwaka 70, na kusingekuwa na vyuo kwa maana ya chuo cha uchunguzi, chuo kikuu, kwa hiyo ikabadilishwa ikawa taasisi. Lakini sio hilo tu, ni kwamba kila jina, kila wakati wa kubadilika kwa jina ilikuwa pia inabadilika na majukumu yake. Toka ilipokuwa kamati ya lugha ya Afrika Mashariki ikawa na majukumu yake, ilipokuwa ni kamati ya lugha ya Kiswahili ikawa na majukumu yake mapana zaidi, ilipokuwa chuo cha uchunguzi ilikuwa na majukumu yake mapana zaidi, ilipokuwa taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili ikawa na majukumu yake mapana zaidi, ilipokuwa TATAKI ina majukumu yake mapana zaidi. Kwa kila kubadilika kwa jina kunaendana na mawanda pamoja na majukumu na kazi za jambo hilo. Hivi tujiulize, ni kwa nini Uganda ilisitisha mwaka 61? Kwa sababu kamati ilipoanza ilikuwa miaka 10 Tanganyika, miaka 10 Kenya, miaka 10 Uganda. Ni kwa nini miaka 10 ya Uganda mwishoni haikumalizika? Na kwa nini ikarudi Mombasa, ikakaa mwaka mmoja ikarudi Dar es Salaam? Sababu hizo hazijaelezwa, lakini zipo wazi. Kuna sababu muhimu kabisa ni kwa nini. Na nimeshukuru sana mwenyekiti Dr. Mkuthuria amezungumza jambo la watu hapa. Ningekuwa ninaletewa karatasi hii kuitathmini, ningelisema haina sababu za kihistoria na za kisiasa zimepelea. Kwa sababu ni lazima tuzingatie sababu za kihistoria na sababu za kisiasa.
Wakati ule tuna mtawala mmoja tu, kwa hivyo yeye akiwa boss kule juu anasema Tanganyika, Kenya, Uganda hii ni yangu. Leo hatuko hivyo. Tuna watu tofauti tofauti. Na hiyo tofauti tofauti inatuletea pia maamuzi ya watawala wetu, sisemi viongozi, maamuzi ya watawala wetu katika hizi nchi ni tofauti katika kukipendelea Kiswahili. Maamuzi ya watawala wa Uganda yalikuwa tofauti kabisa tangu mwanzo. Wale Baganda walikuwa wameweka makusudi kabisa kuharibu Kiswahili. Ikachukuliwa haraka sana 61 kurudi Mombasa. Maamuzi, kwa hiyo lazima tuangalie historia na siasa. Mimi binafsi kutoka katika kamati yetu tunataka tuanzishe mahusiano ya wataalamu wa Kiswahili. Si wa Afrika Mashariki tu. Niliwaambia watu fulani hapo nje, hata Dr. Karanja, kwamba sasa tunakwenda DRC. Kuna Kiswahili cha Kongo. Tunataka tuwachukue wale watuambie Kiswahili chao kiweze kuchangia. Kwa sababu si halali kusema Kiswahili cha Tanzania tu, Kiswahili cha Kenya tu, lakini kuna Kiswahili cha Kongo. Na kwa taarifa yenu sisi, wala ndio maana makala yangu ya jana haikuzungumza juu ya Afrika Mashariki. Nilikuwa naangalia katika mawanda mapana ya Afrika. Tumekwisha kwenda mbali kabisa. Chini ya uangalizi wa Tataki tumeanzia kituo cha Kiswahili Addis Ababa. Hivi tunavyozungumza tuna wanafunzi ambao ni maafisa wa mabalozi, balozi ya nchi mbalimbali pale Ethiopia. Wanajifunza Kiswahili. Tuna wanafunzi 26 katika nchi mbalimbali. Tuna kituo cha Kiswahili. Kwa hivyo wala hatujibani katika Afrika Mashariki tu. Tunaangalia historia na siasa. Tunataka twende mbele zaidi. Kwa hiyo tukibakia katika Afrika tu ya Mashariki, Afrika Mashariki ulimwengu hauko hivyo. Na hao wazungumzaji wanapopendekeza juu ya Baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki, tujiulize hivi kwa nini baraza hilo mpaka leo halijaanza? Sababu za kutokuanza kwa baraza ni sababu zile zilizoyumbisha kamati. Na kwa taarifa yenu, Baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki linaundwa na mabaraza ya Kiswahili ya kila nchi. Hawakutuambia hawa kwamba Baraza la Kiswahili la Tanzania BAKITA linaingiaje katika historia hii. Hawakutuambia ni kwa nini BAKIZA, Baraza la Kiswahili la Zanzibar, liko wapi katika hii. Kenya, Baraza la Kiswahili liko wapi? Uganda, Baraza la Kiswahili liko wapi? Na katika hivyo ndipo tutaunda Baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki. Mwisho, hawakutuambia kwamba kuna jitihada za makusudi za walimu wa Kiswahili wa vyuo vya Afrika Mashariki wameungana wakaanzisha chakama kwa ushirikiano huko. Hawakutuambia ama kwa makusudi ama kwa kutojua kwamba kuna ushirikiano wa wanafunzi wa vyuo vya Afrika Mashariki. Wanafunzi CHAWAKAMA walianza, wale wanafunzi wa Tanzania, wakaja wanafunzi wa Kenya, wameingia wanafunzi wa Uganda, wamekwenda Rwanda na mwaka huu wako Burundi. Hiyo ni muungano wa wanafunzi wa Kiswahili wa Afrika Mashariki. Kama ambavyo kuna muungano wa walimu wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nadhani kwamba ili kutendea haki swala hili, hapo ni muhimu sana. Tunahitaji muda mpana mno. Mambo mengi yanaelezwa tu na mengine ameingia kibiashara, haki miliki na nini. Nadhani tunahitaji muda na tujibu kitaaluma. Tufahamu kwamba Kiswahili kina lahaja zake ambazo pia tunasema ni ndimi zake. Kuna Wamvita, kuna Waamu, kuna Wapate na kadhalika. Kwa hivyo iwapo wazungu ndio walioanzisha hii kamati ya Kiswahili Afrika Mashariki, walikuja na athari zao, athari zinazotokana na lugha zao. Kwa hivyo basi, nachukua mifano miwili tu ya maneno ambayo tusichukue kwamba ni makosa, bali ni urekebishaji unaotokana na usanifishaji wa Kiswahili. Neno kama methali. Methali kwa batini yake, methali ni mithili. Kutokana na neno kumithilisha ikawa ni mithili. Neno halisi lilikuwa mithili, lakini iliposanifishwa likawa ni methali. Kwa nini? Elimu ilikuwa elimu ama ilmu katika Kiswahili, katika kulingana na ndimi za Waswahili. Elimu. Kwa nini elimu ikawa elimu na elimu ikakubaliwa kwamba ndio usanifishaji? Tuseme kwamba mtu anapotamka mithili badala ya methali, asichukuliwe kwamba ni makosa. Achukuliwe kwamba ni athari za lugha zake ama athari ya lugha yake ya kwanza, kama vile mtu yeyote kutoka katika kabila lolote lile anavyoweza kutamka
rakini badala ya lakini. Ichukuliwe kwamba hapa katika Kiswahili naposema mithili ni kwamba nimeathiriwa na ulimi wangu wa uzao wangu, kwamba ukinirekebisha usiniambie umetumia makosa. Hakuna lugha ambayo ina makosa katika matumizi yake. Lugha imerekebishwa, lugha ikasanifishwa. Kwa hivyo neno methali, anasema mithili, mrekebishe mwambie ni methali, kwa sababu tunazingatia usanifishaji. Kwa hivyo isitoke kama makosa. Nitaje tu kwamba wakati wawasilishaji wakizama katika historia na siasa, waangalie pia ni kwa namna gani Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika, na je, watu walichukua ngawira vipi? Je, inawezekana kwamba kuna vitu vingine ambavyo vilichukuliwa na Kenya ambavyo vilikuwa ni vya Tanzania, na ili tuweze kuangalia ni muhimu sana tufanye hivyo. Ni muhimu sana tufanye hivyo kwa sababu tuangalie kwa upana swala la Kiswahili pamoja na masuala ya reli na nini, kila kitu, na kwamba je, ilikuwa ni wakati wa kila mtu kuchota ama ilikuwa kwa vipi? Sawa kabisa. Sasa jambo jingine ambalo nataka ni kusahisha tu kidogo kwamba si BAKAMA tena, bali ni Tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, TUKAMA, kwa sababu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna baraza moja tu, na baraza hilo ni baraza la mawaziri. Vikundi hivyo vingine vyote vinatakiwa kuwa tume. Kwa hivyo ni Tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Kusema kweli, wakati wa kuandika ile rasimu wataalamu wa Kiswahili walihusika sana, Tanzania, Kenya na Uganda, na nakumbuka tulikutana wataalamu wengi tu wasomo wa Kiswahili kutoka vyuo mbalimbali waliweza kushirikiana na hili, na kwamba katika rasimu haikutajwa watu maalum wala bali ni mashirika. Kwa mfano TUKI watakuwa kwenye TUKAMA. Unaona, vyuo vikuu vitakuwa kwenye TUKAMA, vyuo vya habari vitakuwa kwenye TUKAMA. Kwa hivyo ili kwa sababu tunafanya historia, tuangalie ukweli wa kihistoria, na naomba tu kwamba tunaweza tukajadiliana nanyi baadaye ili kuelekeza kidogo, kwa sababu mwanzo tumeanza kama BAKAMA, halafu ikashauriwa kwamba isiwe BAKAMA bali iwe TUKAMA, na rasimu tafsiri yake ipo, ilitafsiriwa na inapatikana pia kwa Kiswahili. Kwa hivyo ikiwa wameweka tu kwenye wavuti nakala ya Kiingereza ni makosa yao, inatakiwa kwa lugha zote mbili.